Lakini ndugu zangu wa Tanzania, haya yote mnayoyaona, vijana wenzangu wa Kitanzania, vijana wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam, naombeni niwape siri moja nzito, ni vita ya kiuchumi. Sote tunafahamu Tanzania inaendelea kuwa kitovu cha ukuaji wa uchumi Afrika Mashariki, na baadhi ya matukio na vurugu na kampeni za kupotosha zinaashiria vita isiyo rasmi ya kiuchumi dhidi ya taifa letu Tanzania. Katika sekta ya utalii, Tanzania imeongoza kwa mapato, vivutio mbalimbali vya uwekezaji Afrika ya Mashariki. Hili limeleta ushindani mkali, na si ajabu kuona jitihada mbalimbali zikizoofisha taswira yetu ya kimataifa. Lakini aidha, Tanzania inazidi kung'ara katika maeneo mengine muhimu. Miradi ya umeme ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi Afrika ya Mashariki, na uzalishaji wa saruji na mambo mbalimbali, ambapo sasa hata ukizungumzia uzalishaji wa saruji katika taifa letu umefikia kiwango cha juu cha tani milioni 10.9 kwa mwaka huu, tukiongoza Afrika ya Mashariki. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini tuizungumzie bandari ya kisasa ya uvuvi ya Kilwa iliyojengwa kwa takriban shilingi bilioni 279.5. Imefanya Tanzania kuwa na hadhi kubwa, kuwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kumiliki bandari ya uvuvi ya kisasa pia yenye kina kirefu. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Na tunaposema kuwa nchi yetu ipo kwenye vita ya kiuchumi dhidi ya majirani zetu, wanaoona kuwa kasi ya maendeleo yetu ya kiuchumi inawaogopesha. Ndiyo maana utagundua zipo propaganda mbalimbali, tena ni nyingi, dhidi ya taifa letu, zinafanywa kutokea hata kwa majirani zetu, wakijua kuwa wakiivuruga amani ama utulivu wa nchi yetu, utulivu wa uchumi wetu utashuka na kutakuwa na kudorora kiuchumi. Hiki ni kipindi, ndugu zangu wa Tanzania, vijana wenzangu, ambacho taifa linapaswa kushikamana, kuwa wamoja, kuwa kitu kimoja kuliko wakati mwingine wowote.